wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo chini, kisha bonyeza kengele itakayofuata hapo mbele. Asante. Kuja wakasema sisi tunahitaji movie lakini tutaziweka kwenye mtandao. Yaani watu watakuwa wanaangalia kwenye simu. Yaani sasa hivi movie inakuwa kiganjani mwako. Kwa hiyo tuliona kwanza kama ni ni watu ambao wameshushwa, umenielewa Alafu cha pili tukaona kwamba hawa watu wako serious katika kufanya kazi hizi na sisi. Hali unazungumzia wengine, nahitaji nikusikie wewe. Mimi mwenyewe nilifurahi sana kwamba ni watu ambao wamekuja ni wakombozi wetu na tutaweza kufanya nao kazi vizuri tu. Kitu gani ambacho ulikimisi sana kwenye industry ya uuzaji wa movie before? Kukimisi? Si jamisi, lakini nilichomisi zaidi ni kuona vile soko letu lipo kama zamani. Kwa sababu zamani soko lilikuwa liko juu sana, lakini baadaye soko kidogo likawa limekuwa la tabu kutokana na pirates wanaotoa kazi zetu bila nini. Kwa hiyo nilimisi sana kuona soko linarudi kama zamani lilivyokuwa. Hali mimi nilikuwa na kutazama tokea enzi hizo, niko shule ya msingi mpaka sasa hivi nabahatika kupata time ya kupiga na story. Hebu tuambie ni kitu gani ambacho kinakuinspire kuendelea kuvuma kile inapoitwa leo bado wewe ni icon? Cha kwanza naipenda kazi yangu, naiheshimu kazi yangu. Pia naheshimu mashabiki ambao wamenifanya mimi nifike hapa. Kitu gani ambacho nakimisa ambacho kilikuwepo back in days, sasa hivi enzi zile kila mmoja kuangalia anasema haya ushikutana na Johari, na sasa hivi vilikuwa ni vingi. Labda kikubwa sana ninavyomisi katika zamani wakati tunaigiza ni watu ambao nilikuwa tunaigiza nao na sasa hivi hawapo duniani. Kikubwa ndio yule ambaye bado yupo duniani na siku hizi ufanye naye karibu. Nafanya naye, hakuna ambaye yuko duniani jamani. Sisi wasanii ni mzunguko, kwa hiyo kila mtu lazima utafanya naye kazi tu. Hali mwanzoni nilisikia kwamba wewe ulikuwa uko kwenye industry kwa sababu ya namna ambavyo ilikuwa unaonekana. Sasa hivi unaonekana kama vile unazidi kunawiri, unatoka kwenye ule mfumo ambao tulikuwa na mwanzoni. Hebu niambie kwanza, maisha umeyapatia au? Of course maisha lazima uyapatie. Unajua maisha ni kama kioo, ukiachekea na nyata kuchekea, ukianunia na nyata kununia. Kwa hiyo wewe unavyoyapeleka maisha na yenyewe ndio lazima yatakupeleka kule kule. Kipindi kile najua ulikuwa uhudumiwi, sasa hivi mambo yameendaje? Mimi always najihudumia mwenyewe. Yaani natafuta, ni mwanamke ambaye najua kutafuta, nafanya kazi, napigana, nafanya mwenyewe ili kusudi maisha yangu yaweze kwenda. Hauna backup nyuma? Hapana, mimi. Yaani sina sponsor yoyote zaidi ya mimi mwenyewe. Najisponsor mimi mwenyewe maisha yangu. Anakuangalia ujue? Yote jamani. Hamna sponsor, najisponsor mwenyewe na maisha yangu. Yaani kazi yangu mimi ndio sponsor wangu. Kabisa. Mwanzoni nilikuwa napenda sana ulivyokuwa unaigiza na ikafikia hatua nikatamani kuingia kwenye uigizaji, unajua. Lakini ni kipindi ambacho ulikuwa unaigiza na The Red Kanumba by that time. Sasa hivi kasi yako ni kama vile imepungua kidogo. Unahisi kwamba kuondoka kwa Kanumba inaweza kuwa ni sababu ya kupunguza kidogo? Hapana, wala haiwezi kuwa sababu, kwa sababu yeye Kanumba ameondoka na yeye alikuwa na shabiki zake na mimi kazi bado naendelea kufanya. Kitu gani ambacho nakimiss kwa The Red Great? Na mimi tu kama mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi vizuri, mtu wangu wa karibu. Kwa hiyo lazima utamisi mwenzio anapoondoka, kwa sababu tunasema kwamba kifo ni kitu ambacho hakiwezi kuzoeleka. Kwa hiyo lazima na miss Sasa hivi nimeona watu wengi wameingia kwenye industry, lakini kwa bahati mbaya wengi wanaingia ndani ya muda mfupi wanapata scandal nyingi sana. Kwa upande wako umejaribu kumaintain, sijaona scandal zile za kuvuliwa. Hivi ni kitu gani ambacho kinakupa kinakuzidi ukuweka hivi? Cha kwanza najitambua kitu ninachokifanya. Kwa hiyo najua nini ninachokifanya. Na nikwambia kwamba ukiwa unaheshimu kazi yako uweze kufanya vitu vyovyote. Mimi napenda kazi yangu initambulishe mimi, lakini sio tabia zangu au skendo zangu zinitambulishe mimi. Hilo tu kakaangu. Yaani elimu yako ikoje? Maana unajibu maswali mpaka najiuliza. Johari. Kwa mara ya mwisho tunamalizia. Hebu niambie kwa upande wako kwa sasa hivi ni project gani ambayo unayo? Kwa sasa hivi nina tamthilia ambayo inaendelea kunuka ya Kapuni ambayo inamecheza ya DSTV, lakini pia mimi mwenyewe na project ambayo inakuja January ambayo itakuwa mtaani. Kwa hiyo nitarudi tena kuweza kuambia inaitwaje na kila kitu kwa sababu ni surprise. Nina mdogo wangu ambaye anatamani kufanya kazi na Johari, afanyeje aweze kufikia? Mwambie kama anatamani kufanya kazi huwa anaitaga interview. Kwa mfano mwakani nitaita interview za wasanii, basi afuatilie sana peji zangu kuweza kujua nimeita lini interview, aje atafanya interview, akishinda tamchukua. Yuko mkoani ujue. Anaweza kufanya sanaa kokote kwa sababu sisi tunakuwa tunafanya kama matawi. Kwa hiyo mtu na ajiunge kwanza na vikundi mbalimbali. Kwa hiyo popote unaweza kufanya sanaa yako na ukakuza kipaji chako. Neno lako la mwisho kwa hawa wote ambao wamekubariki? Neno langu la mwisho cha kwanza naomba niwaambie kwamba na
mshukuru Mungu mpaka hapa nilipofikia, nashukuru wazazi wangu, lakini nawashukuru sana watu wa media kwa sababu bila wao pia ni mchango mkubwa sana kwangu kufikia hapa. Kwa hiyo asanteni sana. Samahani kidogo dada Johari, tulikuwa na swali moja tu kuhusiana na Swahili Flix. Moja tu. Nakumbuka shemeji nini sana na swali gani? Nataka tukuulize kuhusiana na issue ambayo nakumbuka ulikuwa jaji pale Swahili Flix, mlifanya audition leaders viwanjani pale. Sasa tokea kipindi kile ni kwamba watu wametoa malalamiko kwamba hamna lolote lililoendelea, yani hakuna kupigiwa simu wala nini kwa wale contestants ambao walishapitishwa. Je, hilo linakuaje labda? Mimi nadhani kwamba kila kitu kinaenda na wakati wake. Tulifanya kipindi cha audition ikaisha, kipindi cha kunani. Kwa hiyo kwa watu waliopatikana wanatengenezewa kitu cha kuweza kufanya. Huwezi kuwafanyia audition afu ukawaacha tu, yani hiyo haiwezekani. Kwa hiyo wawe na subira, na kitu chote kizuri kinahitaji muda na subira. Kwa hiyo wasubiri, wataitwa ili kuja kufanya kazi. Yeah. Na kuna mbinu gani labda ya kuwasaidia wasanii wa comedy kwenye hii program ya Swahili Flix? Kwa sababu Swahili Flix sio Swahili Flix ya wasanii tu wa filamu. Kuna comedy, kuna wanamuziki, kuna watu wa vipindi mbalimbali na kila kitu, wote wanapatikana. Asante sana. Nasema haya kwa sababu watu wabadilishe mindset zao. Nimefanya interview nyingi leo, lakini watu wengi walioalikwa kwenye shughuli hii, asilimia kubwa hawana uhakika kama hili jambo linaweza kutokea katika nchi yetu ya Tanzania. Wanasema haliwezekani, wanasema la kuiga, wanasema haliwezi kwenda. Mdomo siku zote unaumba. Tunachokiumba leo kinaweza kisiwe kwa madhara peke yake kwa waandaaji, hata sisi ambao tuko kwenye tasnia. Hili jambo ni kubwa. Hili jambo ndio ambalo tulikuwa tunalihitaji. Hili jambo ndio ambalo tulikuwa tunataka litokee. Linatokea kwenye mataifa mengine, tunasikia maumivu. Linatokea kwenye mataifa mengine, tunasema lini litatokea kwetu. Angalia watu mliopata mialiko ya heshima, mialiko maalum. Tumekaa VIP, tunakula na kunywa tunachokitaka kwa ajili ya mustakabali wa fani tunayoiendesha. Leo hii ametokea mdau, ametushika mkono baada ya kwenda kujihakiki na kujitathmini kama wenzetu wameweza, sisi tufanye nini kwenda kuboresha kazi zetu, ili platform hii ambao wenzetu wa Swahili Flix wametuandalia tuione kama platform pekee itakayotuvusha. Sasa mimi nataka niombe tubadilishe mitazamo. Hebu tulichukue jambo hili kama katika mtazamo chanya, kama mkombozi, kama mtu anakwenda kutuvusha katika fani yetu. Naomba tupige makofi mengi sana. Mdogo wangu Steve Nyerere, na kuomba uje hapa tafadhali. Tuna wasanii wakubwa, kina Black Farahani, kina Lina, ni matukio yanayotokea kwenye mataifa mengine duniani. Tuko katika ufukwe pembeni ya bahari. Tuko kwenye hoteli kubwa ya kifahari. Umepewa heshima kubwa, alafu unaongea kinyume cha maumbile, kinyume cha Mimi ni mkongwe, nimesimama hapa kama mjomba, sio kama kaka yake na mama. Kwa hiyo hata nikikosea nitakuwa nimepatia. Ndio mtu pekee anaweza kusema ukweli. Ndugu zangu, tumehangaika kwenye hii fani kwa miaka mingi. Kila mtu utakayemuona hapa atakwambia amecheza sinema 260 peke yake. Lakini sinema 260 zimekuvusha? Zimekutoa point A kwenda point B? Au utatoka hapa tuanze kuambia sogea huko tukayote na mimi naelekea unakokwenda? Lakini kupitia platform hii ambayo ndugu zetu Swahili Flix wametuandalia, hebu tuione Marekani mpya, tuione Europe mpya,
tuione kama platform yetu. Huu ni mwezi wa 12, unakula unachotaka, unakunywa unachotaka hapo ulipo. Umejiuliza hayo maswali? Mastaa wakubwa wako hapa mbele. Namuona dadangu Irene, upo? Hebu simama kidogo nikuone. Naona mastaa wakubwa wako hapa. Hiki ndio kinachotakiwa kutokea duniani, kwamba tunaweza kukutanishwa na platform yetu tukaongea ya kwetu na tukaongea kwa mustakabali wa fani yetu. Mimi nimekuita kakaangu Steve Nyerere kukuambia usichoke. Waswahili wanasema siku ya panga mashujaa kwenda kondo, siku ya kuja matata na fadhaa na mshindo, siku ya kutota nchi kufika moyo mkundo, ni siku ya kung'ara nyota za watenzi wa matendo, ndio siku ya kujivuta wakati na makando kando, ndio siku ya Swahili Felix kutuvuta kwenda ng'ambo. Jifunzeni kusema hata neno asante. Sio kila jambo linatokea tu, halitokei. Kila jambo linatokea kwa sababu. Kizuri cha kawaida kibaya, kibaya cha kawaida kizuri. Mmeanza kwa ugumu, watu wakasema hao wamekuja wakwenda kula bata. Baadaye wakasema mbona kama kweli. Lakini leo tumekutanishwa hapa